ilianza kwa Ibrahimu na sasa zaka inaendelea kwa Yakobo. Sadaka zilianza zamani, zaka zilifuata. Zaka ni sehemu ya 10. Zaka ni fungu la 10. Kwa hiyo niwakaribishe nyinyi nyote ambao mpo, wale wote ambao wako kwenye televisheni au TV au mitandao ya kijamii, karibuni nyinyi nyote tuweze kwenda pamoja tuangalie juu ya somo hili ambalo limenibariki sana, na wote ambao wamelifuatilia katika maisha yao limewabariki sana. Kitabu cha Mwanzo sura ya 28 mstari wa 20 hadi 22, nasoma. Yakobo akaweka nadhiri akisema, Mungu akiwa pamoja nami, akinilinda katika njia niiendayo, na kunipa chakula nile na nguo nivae, nami nikirudi kwa amani nyumbani kwa baba yangu, ndipo Bwana atakuwa Mungu wangu, na jiwe hili nililolisimamisha kama nguzo litakuwa nyumba ya Mungu. Na katika kila utakalonipa, hakika nitakutolea wewe sehemu ya 10. Mtakatifu mwenye nguvu, libarikiwe jina lako lenye nguvu na mamlaka na uwezo. Nakuja mbele zako Yesu Kristo, kwa sababu wewe ni Bwana wa mabwana. Uliruhusu watu wako wanaokutumikia katika roho na kweli waonyeshe kukutolea na kukupenda zaidi. Wakupende kwa mioyo yao yote, wakupende kwa roho zao zote, wakupende kwa nguvu zao na kwa akili zao. Tukupende sisi sote. Nasi leo tumetimiza nadhiri hiyo. Tunakuja mbele zako Yesu. Bariki maneno haya na wote watakaoyasikia katika jina lako takatifu. Amina. Yakobo anarudi sasa kutoka kwa mjomba wake, na Yakobo akaanzisha fungu la 10 kwa kipindi chake. Kumbuka kipindi cha Ibrahimu ni Melkisedeki ndiye alikuwa anapewa fungu la 10. Kipindi cha Yakobo sasa akatamani kufungua kanisa, sehemu alikosimamisha nguzo, ili kwamba pale jiwe alilosimamisha kama nguzo liwe nyumba ya Mungu. Nyumba ya Mungu maana yake ni kanisa. Na katika kila utakalonipa, hakika nitakutolea wewe sehemu ya 10. Sehemu ya 10 ni kama ifuatavyo. Sehemu ya 10 kwa kila mtu aliyeokoka, hata asiyeokoka bado anakutolea Mungu sehemu ya 10. Sehemu ya 10 ni katika vitu 10 ambacho kitu kimoja kinakuwa ni sadaka kwa Bwana. Katika vitu 100, vitu 10 vinakuwa sadaka kwa Bwana. Mfano, sehemu ya 10, mbuzi 10, mbuzi mmoja ni wa Mungu. Kuku 10, kuku moja ni wa Mungu. Njiwa 10, moja ni njiwa ya Mungu. Shilingi 10,000, 1,000 ni ya Mungu. Shilingi 100,000, 10,000 ni ya Mungu. Shilingi 1,000,000, 100,000 ni ya Mungu. Shilingi 10,000,000, 1,000,000 ni ya Mungu. 1,100,000, 10,000,000. Hivyo hivyo. Nikufundishe namna ya kutoa mahesabu usikosee. Kama wewe unajua kusoma na kuandika, ukitaka kujua kikumi chako ni shilingi ngapi cha hela ulionayo, kwenye maandishi ulioandika pale ya hela yako, kata 0 nyuma. Ilikuwa 100,000, ondoa 0 inabaki 10,000, ndio kikumi. Kama ulikuwa na 1,000, basi kikumi utaondoa 0 ndo ikibaki shilingi 100, ndo fungu la 10. Twende kwenye 500 na 50. Tuanzie 500
500 ni shilingi 50. 5,000 ni shilingi 500. 50,000 ni shilingi 5,000. Ndio kikumi hicho zaka. 1,500,000 ni shilingi 50,000. Kwa hiyo utakuwa unaondoa 0 mara kwa mara. Mnaipataje sasa hiyo fungu la 10? Naipataje? Unapokuwa umefanya kazi kibarua kwa mtu amekulipa shilingi 10,000, kabla hujatumia ondoa kwanza shilingi 1,000 weka pembeni. Kama kanisa lako linatumia bahasha, basi utaomba bahasha kwenye ibada, utaweka ile 1,000 tayari ni sadaka kwa Bwana, utatoa siku hiyo. Kumbuka ni zaka ya fungu la 10, sio sadaka ya hiari. Sadaka ya hiari ni kitu chochote ambacho unaweza kutoa wakati wowote wa ibada, mahali popote na saa yoyote ile. Lakini fungu la 10 unaweza ukatoa katika maeneo mawili. Eneo la kwanza unaweza ukapanga kila Jumapili kutoa fungu la 10 kila Jumapili, lakini eneo la pili unaweza kupanga kwamba utoe sadaka fungu la 10 kila mwisho wa mwezi. Niwashukuru sana waumini wa kanisa hili, mnajua kumtolea Mungu. Ni wachache tu ambao bado wanajifunza, kwa kuwa kila mara wanaongezeka watu ambao ni wapya, basi kila mara tutakuwa tukielekeza watu namna ya kufanya. Yakobo anatanguliza kwanza fungu la 10 kabla ya hata jengo halijajenga, ya kabla hajafika hata alikokwenda, hata hajarudi nyumbani bado, hata hajajua kama atafika salama, lakini kwa kuwa mahali pale amelala amemwona Mungu, basi anamtolea Mungu sehemu ya 10. Sasa tuangalie somo letu, nasema hivi: jinsi wanaotoa zaka wanavyotimiliza sheria na kanuni za utengenezaji wa utajiri. Jinsi wanaotoa zaka wanavyotimiliza sheria na kanuni za utengenezaji wa utajiri, kwamba wanaotoa zaka ndio matajiri wa leo na baadaye. Usipotajirika wewe, watatajirika wanao. Kwa hiyo jinsi hii wanaotoa zaka wanatimiza sheria, watakuwa matajiri, maana wanatengeneza utajiri. Utoaji wa michango umewafanya Wayahudi wengi kuwa matajiri. Utoaji wa michango jamani, utoaji wa sadaka, utoaji wa vitu umewafanya watu wa Israeli, wa Yahudi, kuwa matajiri. Watu walisema, Buddha unatoa sana vitu, utafilisika mara moja, lakini hawakunielewa vizuri. Andiko hili nimelisoma ya kwamba heri kutoa kuliko kupokea. Ukipata watu wanaotumia vitu vyako, wewe ni muheri, kwa sababu Mungu atakusaidia. Kumbuka tumesoma Mwanzo 28:20 hadi 22. Mwanzo sura ya 28 mstari wa 20 hadi mstari wa 22. Utoaji wa michango umewafanya Wayahudi wengi kuwa matajiri. Utoaji wa michango umewafanya wanamgeni wengi kuwa matajiri. Utoaji wa michango umewafanya waumini wengi kuwa matajiri. Utoaji wa michango, utoaji wa sadaka, utoaji wa fungu la 10, utoaji wa shukrani umewafanya waumini wengi kufanya vitu vyao viwe safi, viinuke, wainuke. Huu ni utoaji wa sadaka, fungu la 10 na michango pamoja. Tunakwenda sasa kuangalia jambo la kwanza. Jambo la kwanza, Wakristo wanaotoa zaka
hutimiza sheria ya unyenyekevu inayosababisha utajiri. Sheria ya unyenyekevu, utulivu, kujishusha, kujinyenyekeza mbele za Bwana, kama Bwana anastahili sana. Tatizo hili limekuja kutokea kwamba sisi hatukuwafundisha waumini wetu mapema, tuliona aibu, lakini sasa hatuoni aibu tena kumfundisha mtu amtolee Mungu sehemu ya 10, kwa sababu Wayahudi wamebarikiwa, kwa sababu dunia nzima inachota baraka Israeli. Ukiangalia mapapai ya miezi 6 yanatoka Israeli, maembe ya miaka 3 yanatoka Israeli, kuku wa wiki sijui ni wiki ngapi, ni wiki 3 wiki 4, wale kuku wa chakula wa nyama, wiki 3 wiki 4, mbegu Israeli. Kila kitu cha kisasa kimetoka Israeli ambacho kimeboreshwa na Israeli, mpaka nazi za kisasa zipo, mpaka michikichi hiyo mnayoiona michikichi hapo nje niliyopanda hapa kanisani ni ya kisasa. Minazi niliyopanda kule shambani kwangu ni ya kizamani, kwa sababu walikataa wasaidizi wangu wanaonisaidia, walisema mchungaji, minani itakufa haraka, naomba uiache tu, tupande minazi itakayokaa hata miaka 100, vijukuu vyako viwe vinakuja kuchuma manazi. Naona wananiangalia wajukuu wao, wanakuja kuchuma mnazi pale. Kwa ndio maana tulipanda ya muda mrefu. Sasa basi tunaangalia kwamba Wakristo wanaotoza kutimiza sheria ya unyenyekevu inayosababisha utajiri. Tunasoma katika Zaburi 75 mstari wa 6. Zaburi 75, kitabu cha Zaburi ya Daudi 75 mstari wa 6 hadi 7. Nitasoma. Maana siko mashariki wala magharibi, wala nyikani itokako heshima, bali Mungu ndiye ahukumuye, umdhiri huyu na kumwinua huyu. Ndiyo maana siko mashariki wala magharibi, wala nyikani itokako heshima, bali Mungu ndiye ahukumuye, humdhiri huyu na kumwinua huyu. Huyu ndiye Mungu ambaye anatupa utajiri. Huyu ndiye Mungu anayetusaidia. Unyenyekevu ni muhimu sana, pamoja na utii katika utoaji. Noti ya kwanza, unyenyekevu unaonyesha sababu kuu ya mtu kuwa tajiri. Unyenyekevu. Soma Samueli wa kwanza sura ya 2 mstari wa 6. Mstari wa 6. Nitasoma. Bwana huua, naye hufanya kuwa hai, hushusha hata kuzimu, tena huleta juu. Endelea tena. Bwana hufukarisha mtu, naye hutajirisha, hushusha chini, tena huinua juu. Humwinua mnyonge kutoka mavumbini, humpandisha mhitaji kutoka jaani, ili awaketishe pamoja na wakuu, wakakirithi kiti cha enzi cha utukufu. Kwa maana nguzo za dunia zina Bwana, naye ameuweka ulimwengu juu yake. Yeye atailinda miguu ya watakatifu wake, bali waovu watanyamazishwa gizani, maana kwa nguvu hakuna atakayeweza kushinda. Unyenyekevu. Huyu Hana anaeleza jinsi ambavyo Bwana huinua. Hana alimtolea Mungu kwa sababu hakuwa na mtoto, na alikubali kwamba siku moja atampata Samueli na atamweka hekaluni, na ndivyo ilivyokuwa. Sasa anasema Bwana hufukarisha na utajirisha.
Bwana huinua wanyonge kutoka chini hadi juu, huwainua. Kwa hiyo unaweza ukainuka tu. Ndiyo maana ukifeli katika hili, usidhani umefeli katika mambo yote. Hapana. Ukishindwa katika hili, usidhani umeshindwa katika yote. Hapana. Ukishindwa katika kusoma, usidhani umeshindwa katika kutafuta hela au kufanya biashara au kufanya shughuli zingine. Matajiri wengi niliowaona mimi walikuwa wanajua kuandika kwenye kalkuleta tu. Miaka yetu ile walikuwa wanajua kuandika kwenye kalkuleta tu, lakini ukihesabu nyumba wanamiliki majumba mpaka Mwananyamala. Unajua hii Mbweni imejengwa sasa hivi. Zamani mijengo ilikuwa inaishia wapi? Sinza. Ukivuka kwenda Mwenge, huku ni porini kwenye mashamba ya watu. Kwa hiyo sasa majumba mengi na matajiri wengi walikuwa Kariakoo na Magomeni na Sinza, mwisho Mwenge. Ukitoka hapo naelekea wapi? Tabata, Kurasini kule, sehemu ambazo zimezunguka mjini tu. Lakini sasa Bwana alimuinua kila mtu kwa wakati wake, na ameongoza kila mtu kwa wakati wake, amemsaidia kila mtu kwa wakati wake, na sisi atatusaidia kila mtu kwa wakati wake. Kwa hiyo Bwana huinua. Turudi pale 75:6. Sio mashariki, maana siko mashariki wala magharibi wala nyikani itokako heshima, bali Mungu ndiye ahukumuye, humdhili huyu na kumwinua huyu. Mtoaji sasa ashike hilo. Mahali popote alipo mtu mtoaji afurahi, kwa sababu sadaka yake haijapotea. Mungu ameihifadhi. Kilichomwokoa Habili katika ulimwengu wa roho ni utoaji wake wa vitu vinono. Kilichomuua Habili katika ulimwengu wa roho ni kule kutoa vitu ambavyo havina thamani mbele za Mungu, kulimshusha sana. Kilichomuua Anania na Safira ni kule kutosema ukweli wa vitu alivyokuwa navyo. Unajua, sehemu ya shamba, sehemu ya mali huwa inakuwa kubwa, fungu la 10 lake ni kubwa, sehemu ya kiwanja ni kubwa, sehemu ya nini ni kubwa. Nakumbuka nilichofanya mimi hapa kanisani. Nikasema Mungu alikinisaidia mimi nikiuza kishamba changu, mimi nitanunua vyombo muziki mkubwa sana. Kwa hiyo nilimwambia tu mke wangu, mimi nitanunua tu muziki mkubwa tu basi. Nadhani ninyi mliopo hapa muziki mnauona ni mkubwa, sio mdogo, mpaka majirani wanalalamika muziki unapiga sana, mnatupigia kelele. Muziki mkubwa. Kwa hiyo ni moja ya ahadi. Fungu la 10 liweke kwenye ahadi, kwenye nadhiri kila unapopata. Ukweli nimeona watu waliofanikiwa humu kanisani kabisa. Nimeona watu wakisema Mungu akitupa kazi, akinipa kazi mimi, Mungu nilichosomea mimi nitatoa mshahara wangu wote. Jamaa aliuleta mshahara wake na kuhakikishia mshahara tulinunua kitu fulani, na kitu tulichonunua hapa kanisani kwenye ule mshahara yule mtu. Haikupita miezi mitatu aliajiriwa serikalini na nafasi zilikuwa zimejaa, lakini yeye nafasi ilipatikana. Kwamba mtu yeyote anapomtolea Mungu asihesabu hasara kwamba ni hasara, ahesabu kuwa anamtolea Mungu ambaye Mungu yeye huhifadhi na kumsaidia katika shida yake. Noti ya pili. Watu wengi wenye kiburi na matajiri hawana muda na mchungaji wao wala kuhani wao wala nabii wao. Wanaona kama fisi na tai wanaokula masalia ya waliofanikiwa na matajiri. Watu wengi wenye kiburi na matajiri hawana muda na mchungaji wao, hawana muda na askofu wao, hawana muda na mtumishi wao. Kwa hiyo wanaona kama mtumishi au mchungaji wake
kama fisi. Fisi si mnamjua, anayekula mifupa tu, ananyemelea mahali ulipokufa mzoga, anakula mfupa tu. Tai ananyemelea nyama hiyo tupa jalalani, anakwenda kuchukua. Kwa hiyo kuna watu wametufanya sisi wachungaji kuwa kama fisi wanaookota vitu vilivyokwisha, vitu ambavyo havina thamani. Kwa hiyo wanashindwa kuongea na sisi, wanashindwa kutulisha, wanashindwa kutupatia fungu la 10. Kumbe wangetupa, Mungu angewabariki sana, wala hela yao isingeisha, utajiri wao usingeisha. Lakini sasa utaisha kwa sababu ya mawazo hayo mabaya ambayo sio mazuri juu yao na juu ya wachungaji wao. Ndio maana nasema kwamba zaidi sana Mungu akituwezesha atupe chakula kama watumishi wake ili kuepuka swala hilo. Niliona watu wengine walisema, yule mchungaji anaenda kwa fulani kwa sababu anacho. Nikasema sawa, mimi mtaniona, nitakuwa naenda mahali ninapohitajika muda huo, sitakuwa najitembeza tembeza kwa ajili ya kula. Siju kaonekana vibaya, mchungaji yule anakula, yule mchungaji yule anakula, yule anakunywa chai vikombe 4, yule anakusijua anafanya nini. Yaani matusi. Unamvua nguo mchungaji kwa vitu vidogo vinavyoishi navyompa, sio vizuri, kwa ajili ya kudhalilika huko. Na ndiyo maana wachungaji wengi, na mimi nikiwemo, hata nikikosa 100 hata mfukoni, siwezi kumwambia mtu yeyote kwamba sina 100, sina 1000. Hata nikikosa nauli na nyamanza, mwambii mtu. Jamaa alikula mihogo michungu, alikuwa kwenye hizi ministry za binafsi, akawatukana washirika wale. Alivyowatukana, mnaona mimi nimelala njaa na nini. Asubuhi Jumapili hawakwenda kwenye ibada pale, walikuja kanisani kwetu. Walipokuja kanisani kwetu, wakakuta moto, tunawasha moto, ikaipuka pepo. Ilipoipuka pepo, na wale tunajifanya watumishi wale, nikamwambia sasa kazi hiyo hapo. Walikataa, wakasema mchungaji tutubu kwanza. Nikamwambia nyie kwenda zenu, hamna kutubu hapa. Mlishindwa, nilipoita watu wanaotubu hamkutokea. Sasa mlifanya nini? Waliondoka, mpaka leo sijawaona, walisambaratika. Walikuwa 4. Eti wamemkimbia mchungaji wao kwa sababu mchungaji wao amelala njaa, ndio wamemkimbia. Kwa hiyo wanakimbilia kwangu. Nikamwambia mmekuja ninyi ni watumishi wewe ni nani? Mimi mwinjilisti. Wewe ni nani? Mimi sijui mhasibu. Mimi sijui nani. Kaeni hapa muone ibada zinavyoendeshwa. Wakaona. Nikafika mahali nikaita watu ambao wanamtaka kumpokea Yesu, wao hawakuja. Sasa moto umeanza sasa. Moto. Jamaa wakaibuka pale, wanawake kadhaa wameshikwa wana mapepo toka utotoni, anapiga ngumi kama askari. Ngumi. Wale jamaa wakajifanya wanaenda kunisaidia, wakapigwa vichwa. Wakaanza kusema mchungaji tutubu kwanza, maana hapa naona ni kali. Nikamwambia kwenda zenu. Wewe ulishaona nani anatubu mbele ya pepo? Mna matatizo nyie. Nilipowaambia wana matatizo, kwa kweli walisema, walienda ukaa pembeni. Mna matatizo, ndio maana mmekimbia kwenu. Mna matatizo. Jamaa mchungaji alikosa aibu, akaropoka. Hautakiwi kuropoka. Sisi kama mchungaji hutakiwi kuropoka, hata kama zaka hazijatoka au sadaka hazijatoka. Unajua kuna siku zitatoka tu. Doti ya 3, kutoa zaka kunasababisha unyenyekevu mbele ya mchungaji wako ambaye pengine ungemdharau. Narudia tena. Kutoa zaka kunasababisha unyenyekea mbele ya mchungaji wako ambaye pengine ungemdharau. Huko ni kutoa zaka, huko ni kutoa fungu la 10, huko ni kutoa mapato.
kunamfanya mtu anyenyekee chini ya mchungaji wake au rafiki yake. Watu wengi wanaotoa fungu la 10 ni marafiki wa mchungaji, sio maadui wa mchungaji. Maadui wa mchungaji kwenye kanisa lolote ni wale wasiotoa michango na wale wasiotoa fungu la 10. Hao ndio maadui wa mchungaji, maadui wa Yesu yani, maadui wa Mungu yani. Ukisikia adui wa mchungaji maana yake ni adui wa Yesu. Ukichukua adui wa mtu yote asiyetoa fungu la 10 ni adui wa Mungu, ni adui wa Yesu. Na Biblia tumesoma katika Zaburi 75 ile, siko mashariki wala magharibi wala kusini wala kaskazini. Mimi naweza kumuinua mtu yeyote ambaye ametii na kumdhoofisha mtu ambaye hajatii. Kwa hiyo huyu Mungu yuko upande wa kila mtu ambaye anamcha yeye na kutafuta kufanya kweli. Jina la Bwana libarikiwe. Nimalizie nikisema kutoa zaka kunasababisha kunyenyekea kwa yule mtu aliyetoa zaka mbele ya mchungaji wake, ambaye pengine angemdharau kwamba kale kafupi tu, kale mwenye kichwa kikubwa, mwale mwenye nini. Unajua sisi tunajulikana kwa vitu vingi tu. Kila mtu ana namna anavyomhesabu mchungaji wake. Mimi najua nilivyokuwa na mhesabu mchungaji wangu. Mimi najua maisha ninayomhesabia mchungaji wangu. Kama mchungaji wangu nilimdharau, na ninyi waumini mtanidharau ifika muda wenu. Na wewe kama una tabia ya kudharau mchungaji wako, kuna kipindi na wewe watakudharau watoto wako na familia yako watakudharau. Kwa hiyo sasa, sisi kama watu wa Mungu, sisi kama wacha Mungu, sisi kama waenda mbinguni, kutoa zaka au fungu la 10 ni wajibu wetu, wala sio hiari. Imani zingine zisikudanganye. Wanashindwa kumtolea Mungu fungu la 10, wanakwenda kutolea miungu mingine, wanakwenda kutolea miti na mawe, wanakwenda kutolea dhahabu. Yaani mtu nakuta kahaba limevaa dhahabu kwenye miguu, au dhahabu kwenye pua, au dhahabu kwenye shavu, dhahabu kwenye sikio, lakini kwa Mungu hatoi hata 100. Maana yake huyo ni maiti, wakati wowote atazikwa. Kuna siku mguu utakatwa, dhahabu ile itoke. Kuna siku kwenye sikio, masikio atachanwa ili kwamba ile heleni ya dhahabu iweze kutoka. Kuna siku shingo itakatwa ili kwamba dhahabu ile aliyovaa iweze kutoka. Majambazi wakajilipize, kwa sababu ameshindwa kumpa Mungu, unampa mwanadamu mwenzio asiyekushukuru. Jambo la pili, hilo lilikuwa ni jambo la kwanza au namba 1, ambayo ina madoti 3. Doti ilikuwa ni unyenyekevu, unaonyesha sababu, kwa sababu kuu mtu kuwa tajiri. Doti ya pili kuu inasema watu wengi wenye kiburi na matajiri hawana muda na wachungaji wao na maaskofu wao na makuhani wao wanaona kama fisi na tai wanaokula masalio ya waliofanikiwa na matajiri, kwamba matajiri wanawakimbia wachungaji wao, kwamba wachungaji wao hawana hela. Wao wanashindwa kuwanyenyekea na kuwatii na kuwalisha na kuwahifadhi vizuri na kuwapa fedha. Laiti kama wangekuwa nao wangepata kufanikiwa zaidi. Lakini 3, inasema kutoa zaka kinasababisha kunyenyekea mbele ya mchungaji wako ambaye pengine ungemdharau. Kwa hiyo mimi nimeongeza kusema kwamba kutoa zaka kunasaidia wale wote wanaotoa zaka kujulikana kwa Mungu, 1. 2, wale wote wanaotoa zaka kujulikana kwa mchungaji wao. 3, wale wote wanaotoa zaka mambo yao kuwa mazuri kanisani mwao na nje wanakoishi kwao. Kwa hiyo hayo mambo hayaepukiki, tunayo siku zote. Jambo la pili, Wakristo wanaotoa zaka hutimiliza sheria ya kupanda na kuvuna inayosababisha utoaji. Zaburi 126 mstari wa 5 hadi wa 6 na Galatia mstari wa 6 hadi mstari wa 6 na wa 7. Tuanze Zaburi 126. Wakristo wanaotoa zaka hutimiliza sheria ya kupanda na kuvuna inayosababisha utajiri.
Utajiri jamani ni mzuri. Mimi naupenda utajiri kwa sababu niliuonja. Kumbe Bwana alinionyesha kidogo, akasema na kuonyesha mwanangu, usije baadaye ukaniangusha kwenye hela. Kumbe tajiri Bwana anakula kila kitu. Kumbe tajiri Bwana anapendwa. Kumbe tajiri Bwana anatafutwa. Hayo yote niliyaona. Kumbe tajiri Bwana anatembelewa. Kumbe tajiri Bwana anasalimiwa. Kumbe tajiri Bwana anapigiwa simu. Kumbe tajiri Bwana anafanya. Lakini tajiri ulio bora ni ule utajiri unaotokana na kazi ya Mungu, unaotokana na utulivu, ule usioyumbisha. Haya, 5 hadi 6. Soma. Nitasoma. Zaburi 126 mstari wa 5 hadi wa 6. Haya, soma. Wapandao. Wapandao kwa machozi. Wapandao kwa machozi. Watavuna kwa kelele za furaha. Watavuna kwa kelele za furaha. Ingawa mtu anakwenda zake akilia, azichukuapo mbegu za kupanda, hakika atarudi kwa kelele za furaha, aichukuapo miganda yake. Rudia tena. Hawajasikia hawa watu wa kwenye WhatsApp. Wapandao kwa machozi, watavuna kwa kelele za furaha. Ndio. Ingawa mtu anakwenda zake akilia, azichukuapo mbegu za kupanda, hakika atarudi kwa kelele za furaha, aichukuapo miganda yake. Ndio. Hakika atarudi kwa kelele za furaha, aichukuapo miganda yake. Ndugu zangu, kama tunatoa fungu la 10, lazima tufurahi, tushangilie, tupige makofi, kwa sababu kila mtu aliyeko Dar es Salaam ana kipato, japo vipato havilingani, lakini mbuzi hujikuna anapoweza na mkia wake. Urefu wa mkia wa mbuzi sio kama urefu wa mkia wa ng'ombe. Ng'ombe urefu wake ni mrefu kubwa sana. Kwa hiyo tembo anawashinda ule mkonga wake wa kunini wa kula juu. Twiga anawashinda urefu pamoja na umahiri wa twiga. Kwa kila mtu anakula kulingana na nini na urefu wake. Kwa hiyo tunaangalia ni jinsi gani ambavyo tunapanda kwa machozi. Fungu la 10 inaonekana inaumiza sana, lakini wale watoao fungu la 10 watavuna walichopanda kwa kelele za furaha. Ingawa watu wanakwenda zake akilia, azichukua mbegu za kupanda. Kwa hiyo watavuna kwa kelele, hakika atarudi kwa kelele za furaha, aichukuapo miganda yake. Ni kweli juzi mliona nilipoibiwa na watu wa mitandao hapa, tena wameniibia ofisini. Mimi nilichukua gari nikaenda shambani kwangu, nikajaza gari malimao yakawa na soko, ilikuwa na soko. Nikatembeza malimao, gari imejaa, yaani mpaka ilikuwa inagusa chini. Nikatembeza malimao kwenye mahoteli, kwenye maduka, kwenye magenge, kwenye kila kitu, kila sehemu. Nikatembeza, nikayauza yote, na deni la watu nikalipa. Deni nilibiwa nikafanyaje? Nikalipa. Kwa nini? Wakati unapotoa fungu la 10, kuna akili ambayo Mungu anakupa. Mungu anakupa nguvu za kutafuta kitu kingine, nguvu za kufanikiwa, nguvu za kusonga mbele, nguvu za kuinuliwa, anabarikiwa hata anakupa fedha. Kwa sababu fedha haiendi kwa waganga, haiendi kuharibiwa ovyo ovyo. Pana. Galatia ya kwanza. Galatia 6:7 soma. Galatia 6:7. Msidanganyike. Mungu hazihakiwi. Kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Ukipanda kwa mwili utavuna uharibifu. Ukipanda kwa roho utavuna uzima wa milele. Soma. Tasoma. Msidanganyike, Mungu hazihakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Niendelee. Ukipanda, maana yeye apandaye kwa mwili wake, ndiyo, katika mwili wake atavuna uharibifu, bali yeye apandaye kwa roho, katika roho atavuna uzima wa milele. Hapa ni mambo ya rohoni pia yamo, kwamba wakati mwingine unapokuwa unapanda, hakikisha unapanda vitu vizuri, hakikisha unaweka vitu vizuri.
Usifie kwa vitu vizuri, kwa tabia nzuri, kwa mwenendo mzuri, kwa ukarimu mzuri, kwa mambo mengine mazuri. Usifike hapo. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tuko pamoja? Amen. Unanielewa? Amina. Ninachozungumza kufundisha. Amen. Kwa hiyo kwenye hii doti ya kwanza sema kutoa zaka kuna huisha au kuna maanisha au kuna chochea sheria ya kupanda na kuvuna. Sheria ya kupanda na kuvuna, lazima unapopanda chagua mbegu ya kupanda. Na hata ninyi vijana waoaji, na ninyi vijana waolewaji, hii kwa ninyi wa mama wakubwa ambao mmeshazaa watoto, mnajua ninachozungumza ni kitu gani. Kama mwanaume ana pua kama ila kwangu, utazaa mtoto mwenye pua kama la nani? La kwangu. Kama mwanaume na matege na wewe ni mtoto utakayemzaa na matege, hivyo hivyo. Sasa ningesema mambo ya kiroho na mambo ya kimwili. Kama baba ni mlevi na mtoto atakuwa mlevi, mbaya sana. Ila kama baba ni mcha Mungu na mtoto atakuwa mcha Mungu, kwa sababu kila kiamka anaona baba, akilala anaona baba anashukuru Mungu, ama anashukuru Mungu. Kuna vitu ambavyo vinatoka mikononi mwako. Hapo ulipo unatengeneza ufalme wako mwenyewe wa Mungu. Hapo ulipo unatengeneza kizazi kingine cha Mungu. Wewe utakapozaa mtoto wako wa kwanza, kile utakachomfundisha ndio hicho atakachofuata. Ndio hicho utakachomwelekeza. Wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, ndio hicho utakachofanya. Si mnanielewa vizuri? Amen. Watoto wa Yese walikuwa wengi na walikuwa ni wapiganaji, lakini akatokea mpiganaji mmoja mkubwa ambaye yeye hakutumia vifaa na vitu vingine. Yeye alitumia tujiwe. Wakati kaka zake wanatumia mikuki na ngao, yeye alitumia nini? Kobeo na mawe. Yeye alienda kiroho. Kwa hiyo tusipuuze mambo ya kiroho, tusipuuze pia mambo ya kimwili. Tukasema ni ya kimwili, haya tuyaache tu. Yaani mtu anafanya anavyotaka eti kwa kimwili tu. Mungu haangalii mwili. Mungu anaangalia mwili. Kwa sababu mwili, kuitwa mtu ni hekalu la Mungu. Maana yake Mungu anaishi ndani yako. Mungu hawezi kuishi ndani yako ukiwa huna mwili. Lazima aishi ndani yako ukiwa na mwili. Kwa hiyo kupanda, unapokuwa unapanda, kinachopanda ni mikono yako, kinachopanda ni akili yako, kinachopanda ni moyo wako, kinachopanda ni roho yako, ndicho kinachopanda, na kinachotoa ni moyo wako. Wengine wanasingizia mikono kama mikono ndiyo inayotoa. Mikono hapana. Fahamu, kuna fahamu ndizo zinazotoa kumpa mtu au kumpa Mungu. Asifiwe Bwana Yesu. Macho yanaweza kapenda kitu, lakini moyo ukakataa. Kwa hiyo hapo hakuna kutoa. Doti ya pili, zaka ni mbegu unayopanda kwenye nyumba ya Mungu, yaani kanisa. Zaka ni mbegu unayopanda kwenye nyumba ya Mungu, yaani kanisa. Luka 6:38. Luka 6:38. Nasoma. Wapeni watu vitu, nanyi mtapewa. Kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukwasukwa hata kumwagika, ndicho watu watakachowapa vifuani mwenu. Kwa kuwa kipimo kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa. Hapo wasome. Wapeni watu vitu. Tusikie na Biblia yenu kama inasema hivi. Wapeni watu vitu. Luka 6:38 inasema, wapeni watu vitu, nanyi mtapewa. Kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukwasukwa hata kumwagika, ndicho watu watakachowapa vifuani mwenu. Wapeni watu vitu. Wahitaji wapeni.
Wenye shida wapeni. Mungu mpeni. Usiwape watu bila Mungu, umpe Mungu na watu wake. Wape. Toa sadaka. Toa sadaka. Niliwaambia juu ya mtu mmoja. Tulikuwa tumefika mtu mmoja wa Morogoro, mwizi. Kati ya wale wezi wanaoiba kwenye treni. Tulikutana sehemu moja tunakula chakula, wali na kuku. Akaniomba, bwana nisaidie mimi leo hali mbaya. Nisaidie leo hali mbaya. Nikamwambia hivi, kachukue chakula ninachokula kwenye ile sahani, kwenye ile sufuria yule mama hii. Chukua ule pale, sahani mimi nitalipa. Akachukua wali wake na kuku akala. Alipomaliza kula akasema asante na Mungu akubariki. Akaondoka zake. Yeye ananifahamu jina kwa sababu mimi ni mtu mwenye heshima zangu, na vihela na inajulikana sana huko. Huwa natoka Morogoro, anafuata huko, alikuwa na mzigo. Sasa mwaka wa kwanza ukaisha. Mwaka wa pili mtaji sasa umeshakuwa mkubwa. Maana yake hela siweki benki. Hela natembea nazo mwenyewe. Nina bonge la mshati mkubwa. Shati kama kanzu. Halafu hela nazifungia humu. Najaribu kufungia humu. Halafu zimetuna. Sasa siku ile nikakosa siti ya ukaa kwenye treni, watu wakawa wengi. Kwa hiyo wakitembea hivi, katika upishana wanazisikia. Mwishowe jamaa katokea, akaniambia fulani wameniambia wewe ndio una hela. Wezi wenzangu wameniambia wewe una hela. Unajua kazi yetu sisi sio kama tunafanya biashara tu huko mikoani. Sisi tunaibaga kwenye treni, lakini nakusihi uhame behewa hili. Kwa sababu kati ya wanaoiba mimi ni namba 1. Ila wale wenzangu wale wameapa kwamba wameshasikia hela kwako. Kwa lazima vyote vile lazima kuibia. Kwa hiyo nakuomba uhame behewa hili ili tutakapokuja tukukose. Nikamuuliza sasa niende behewa gani? Nenda behewa ya 3 kwenda nyuma. Hatutakuibia huko. Kwa huko nitakuwa na wazuia tusiende huko. Bwana nikahama behewa. Kumbe ni nini? Sahani moja ya wali nyama. Niyo wahi kutoka. Anasema wapeni watu vitu. Sahani moja ya nyama, ya wali nyama, iliniokoa. Nilikuwa na milioni 8 za mwaka 2001. Ni hela ndogo hiyo jamani. Yaani nyingi kweli. Nyingi. Wakati milioni 8 ningesema ninunue viwanja Mbweni hapa, ningenunua viwanja 10. Kipindi hicho ningenunua viwanja 10 vilivyopimwa. Kwa sababu gani? Zile benki za Kariakoo, ukiweka fedha utakwenda kuchukulia Kariakoo. Siku ya kwenda kuchukua fedha kuna wezi pale mlangoni pale nje. Waisha nikosa. Ukienda kutoa fedha tu wanakufuatilia. Siku moja alinifuatilia, ila waliona cha moto hawatakufa wamesahau. Maana magari yalikuwa yanatembea hivi. Niingia ndani ya magari yale. Speed akiongeza speed na mimi naongeza mwendo. Mpaka niliwashinda. Wao hawawezi kuingia kwenye magari, watagongwa. Sasa mimi na hata nigonga wakati nimekaa vizuri. Mashavu yanakubali, kichwa kinakubali, mikono inakubali, miguu inakubali, kitambi kinakubali. Wakaona huyu tajiri anakimbia kwenye magari, anatroti. Kumbe nakimbiza fedha ambazo nimetoa benki. Nilishaona wezi 3 wananifuatilia. Kwa hiyo siku hiyo nikapona kwa sababu ya nini? Ya kuwapa. Hii Luka 6:38 wapeni watu vitu. Sisi tukiwa tunamwaga vitu, watu walikuwa wanasema huyu amechanganyikiwa, huyu atafilisika, lakini wale waliosema ndio wamefilisika. Na narudia tena, wale ambao walisema sisi tunafilisika ndio wamefilisika. Lakini sisi tuliwapa watu vitu. Vile vitu vimeturudia sisi. Watoto wamekuwa, wamesoma, tumesomesha mpaka mwisho watashindwa wenyewe. Vimeturudia vile vitu. Kwa hiyo kwenye fungu la 10 bado tunazungumza kwamba wapeni watu vitu nanyi mtapewa zaidi. Namba 3, watoaji wa zaka wanatimiza sheria ya kuweka vipaumbele ambavyo husababisha utajiri.
tunataka tuangalie vipaumbele ambavyo vinasababisha utajiri. Usifikiri utajiri unakuja tu hivi hivi. Nimewambia kwamba wenzenu nilionja kidogo. Ili ujue kama nilionja kidogo, utafika nyumbani kwangu, uangalie nyumba ilipo na watu niliopakana nao, ndio utajua na mimi zilikuwemo au zimo. Bwana asifiwe. Kule naoka ambako sipangi ni kwangu, ndio ujue sasa utoaji unasaidia nini. Mathayo sura ya 6 mstari wa 33. Mathayo sura ya 6 mstari wa 33. Naomba tusome hapo. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Narudia tena. Bali utafuteni kwanza, 1, ufalme wake, 2, 3, na haki yake, na hayo mengine yote mtazidishiwa. Ufalme. Katika haya usianze kuhesabu tuliosoma nao darasa moja, tuliosoma nao chuo wana watoto, tuliosoma nao chuo wanatembea na ndege, tuliosoma nao chuo sijui wana magari, tuliosoma nao sijui nini, wanawake sijui wanaume. Usivihesabu hivyo vitu. Hivyo ni vitu vya kupita tu, usivihesabu. Wewe Mungu amekuandalia vya kwako. Mungu amekuandalia vya kwako. Kwani mimi tuliosoma nao mimi tuliosoma nao, mwagu kusikia mimi nalalamika hata siku moja? Tulioa tukiwa wanaume 5 na wanawake 5. Siku moja mwaka 1990 tulikuwa wanaume wangapi? 5 kwenye parishi yetu, na wanawake wangapi? 5 kwenye parishi yetu. Wanaume 3 walifika wanazaa. Mwezi huo wiki hiyo wake zao wanachukua mimba. Wanaume 2, mimi nilichukua zaidi karibia miaka 2, lakini yupo mmoja kati ya wale ambao tulioa nao siku moja hajapata mtoto mpaka leo. Mwaka 90 na leo ni miaka mingapi? 30 ngapi? 30 ngapi wapendwa wangu? Na 6. Usijipime kwa watu unaowaona. Mungu amekuwekea kipimo chako mwenyewe. Utakachopewa na Mungu ndio hicho kipimo chako. Kwenye hizi sadaka amesema kwamba kwanza utafuteni ufalme wa Mungu na haki yake, ufalme wake na haki yake, na hayo mengine yote mtazidishiwa. Yatakuja ndugu yangu, yatakuja. Ilikuwa ni ngumu sana kwa wale watu nilikuwa nawafanyia kazi kurudi kununua chumvi kwangu, kununua maziwa kwangu, kununua nyembe kali kwangu, kununua betri kwangu. Ilikuwa ni ishu kali, lakini kwa akili nilisema nunueni, yale ya zamani yameshapita. Mungu amebadilisha. Mungu amefanya. Kwa hiyo Mungu anaweza kubadilisha tabia yako, maisha yako, mwenendo wako. Ulikuwa unaishi vingine vya ovyo, leo nimeposti nimeposti kwenye status. Wangapi wameona status yangu nimeposti? Mimi na mama na binti yangu mmoja na wajukuu 2 tukiwa Mwanza tumemaliza kula pilau kwenye nyumba ya mtoto wetu mmoja ambaye ni mshirika mwenzenu. Mshirika tuliyokaa naye kanisani hapa. Tena alikuwa mwenyekiti wa kwaya. Si msaidizi, naona ni msaidizi. Alikuwa msaidizi. Ana watoto 2 na nyumba nzuri na kama hali pazuri na kila sehemu nzuri.
lakini kazi zake za ndani. Mungu anabadilishaga vitu vilivyokuwa chini vinainuka juu. Bahati nzuri nimeshasoma kwenye Samueli wa kwanza ile 2:6 hadi 9, nimeshasoma. Anabadilishaga vitu, vinabadilika vinakuwa vingine, labda tu kama wewe umeasi. Mimi wanaonea huruma watu wanaoasi, na sisi tunawasindikiza kwa kuwatenga. Wamejitenga wenyewe, ila tunawatenga sisi kama kanisa, hatuna habari nao. Doti ya kwanza, hakuna mtu anayeweza kutajirika ikiwa hafuatishi vipaumbele na kuweka vipaumbele. Vipaumbele vyake, elimu ipe kipaumbele. Wewe kama kijana unayesoma, weka kipaumbele mbele. Kuna miaka 7 hadi 25 ni miaka ya kusoma. Weka kipaumbele, kwa sababu kusoma nako ni kazi. Ukizembea utafeli. Ukifeli unaweza usifeli maisha, lakini ukafeli. Lakini huko mbele kuna vitu vyako itakuwa shida. Kama hujui kuandika vizuri message, sasa usomewa na nani? Utakuwa unapeleka kwa watu wanakusomea, wakati unamtolea Mungu ili Mungu afungue milango na madirisha viwe wazi. Doti ya pili, usipoupa utajiri au kazi au biashara au mashamba au maduka au walimu au daktari, usipoupa kipaumbele hautafanikiwa. Toa vipaumbele, mwaga vipaumbele. Jipangie muda wa kulala na muda wa kuamka, muda wa kufua, kufanya vitu vidogo vidogo vya ndani, na muda wa kufanya kazi. Unajua makanisa ya walokole hawafundishagi biashara. Tunafundisha biashara. Tunafundisha biashara kabisa, kwamba muda ni fedha. Time is money. Muda ni fedha. Tumieni muda wenu vizuri. Kila mtu anafanya kazi. Amka, nenda kwenye ajira. Amka, nenda kazini. Usikae bila kuingiza chochote, kwa sababu utachekwa. Huwa nasema mwanaume yeyote aliyezaliwa akajikuta ni mwanaume, huyo imekula kwake. Apende asipende, atalala nje. Kazi yoyote ngumu ya kwake, matofali kufyatua ya kwake, kumsaidia fundi vya kwake, kuchimba barabara vya kwake, kila kitu kigumu cha kwake. Kukata mkaa ni mwanaume. Japo wanawake wanasema haki sawa, kwa na wao wanataka, lakini kanisani sio haki sawa. Kanisani sisi hatukubaliani na haki sawa. Mwanamke atabaki kuwa mwanamke, mwanaume atabaki kuwa mwanamke kanisani. Hasa kanisani kwetu kwa Wapentekoste. Nikisema kanisani kwetu, maana yake ni Wapentekoste wote wa dini zote za Kipentekoste. Kwa hiyo hivi vitu vyote vikipaumbele. Namba 4, Wakristo wanaotoa zaka hutimiza sheria. Ya ugaji na ufuatiliaji inayosababisha utajiri. Hakuna mtu anayemwaga vitu, lazima vitu uvifuatilie mwenyewe. Wakristo wanaotoa zaka huwa makini sana na kazi wanayoifanya, na mara nyingi wamefanikiwa. Kama hukufanikiwa leo, utafanikiwa kesho. Hebu mtu mmoja tusomee Ibrania 6:11 na 12. Waraka kwa Waebrania sura ya 6
na mstari wa 11 hadi wa 12. Nitasoma. Haya. Nasi twataka sana kila mmoja wenu aidhihirishe bidii ile ile kwa utimilifu wa matumaini hata mwisho. Ndio. Ili msiwe wavivu, bali endelea. Ili msiwe wavivu, bali mkae wafuasi kwa hao wadhilisio ahadi kwa imani na uvumilivu. Nasi twataka sana kila mmoja wenu, yaani mmoja wenu nyinyi mnaosikiliza, adhihirishe bidii ile ile kwa utimilifu wa matumaini hata mwisho, ili msiwe wavivu, bali mkae wafuasi wa hao wadhilisio ahadi kwa imani na uvumilivu. Huwa ninasema siku zote na ninarudia tena, hakuna mvivu aliyetajirika. Mvivu hata fungu la 10 hatoi, maana nasema hana cha kutoa, lakini vya kutoa vipo tu. Siku moja nimeenda kusali sehemu, nikaona yule mtumishi wa pale, tulipofika muda wa kutoa sadaka, akachomoa mayai kama 4 hivi yamefungwa, akaenda kayatoa pale. Unafikiri alitoa shilingi ngapi? Nipeni mahesabu. Alitoa mayai kama 4. Nimepita miaka 4. Alitoa mayai kama 4. Unafikiri alitoa shilingi ngapi? Weka basi mayai ya kienyeji 5 kwa 500, 4 kwa 500. 2000. Je, 2000 haina thamani ukimtolea Mungu? Ina thamani. Ni ajabu sana. Yaani mtu wiki nzima hajaonekana kanisani, ikifika Jumapili anatoa kabuku tu, alafu na mlaumu Mungu, nasema Mungu hajanibariki. Jamani, semeni tu kweli, hata ninyi wenyewe. Wewe hapa tunatoa sadaka bahasha ngapi? 3. Bahasha 2 za hiari, moja ya shukrani na nyingine ya kawaida. Mtu unafanya kazi kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili, halafu ukifika kanisani unaambia nipe bahasha tu, halafu mfukoni una 10,000 kama 5 hivi, halafu unaanza kutafuta mfuko ambao una 1,000, unachomoa 1,000 ndio unaweka wapi? Mmoja kwenye bahasha. Hiyo wiki imekwisha. Kwa jumla ya mwezi mzima atakuwa ametoa 4,000 tu, maana atasali siku 4 tu. Hata hivyo siku 4 hazitatimia. Huyo mtu hana bahasha ya fungu la 10, hana lolote. Na ndio wale wenye lawama, likiugua linataka kanisa zima liende kamwone, wakati yeye hata sadaka hatoi, fungu la 10 ndio hatoi. Halafu akiugua lawama nyingi. Watu wenye lawama ni watu wasiotoa fungu la 10. Mwambie jirani yako, watu wenye lawama ni watu wasiotoa fungu la 10. Mwambie jirani yako. Umesikia? Inawezekana mimi naongea lugha ngumu. Watu wenye lawama ni watu wasiofanikiwa, ambao hawamtolei Mungu. Hao watakuwa na lawama milele. Maisha yao yatakuwa ni lawama tu. Hata watoto hawatawapa sadaka ya kutoa. Watakutana na Mwalimu Benja kule. Mwalimu Benja anawafundisha kutoa. Siku hizi wanatoa kweli kuliko hata watu wazima. Wanatoa. Kwa hiyo kinachodhoofisha watu ni uvivu. Uvivu umewazidi watu. Ni wavivu, halafu wanakula, halafu wanapenda kula vitu vizuri. Tukisema Jumapili tutakula pamoja wote, huyo mtu hawezi kukosa. Lakini tukisema Jumapili kuna changizo la mchango, atakuja. Halafu huko anataka azidishiwe, apewe vitu vingi. Akisikia mchango anaishia mitini. Unafikiri hapo kuna baraka? Hakuna baraka hapo. Baraka zinakwisha. Baraka ni zile ambazo unatafuta mwenyewe. Wewe mwenyewe unatafuta baraka hizo. Noti ya kwanza, jifunze kwa watu, jifunze kwa mataifa, jifunze kwa nchi, jifunze kwa matajiri waliofanikiwa, ili nawe ushirikiane nao katika kula mema ya nchi.
Jifunze kwa matajiri, jifunze kwa walimu, jifunze kwa madaktari, jifunze kwa nchi, jifunze kwa watu waliofanikiwa, ili na wewe ukale nini? Ukale mema. Kama na wao wanatoa, basi na wewe toa. Ndio, kama na wao wanatoa, na wewe toa. Kanisani kwetu wakati ule sijaja Dar es Salaam, mhamasishaji wa kitaifa akija, silikuwa napenda kuvaa tai. Alikuwa anasema, kwanza mwenye tai, wewe mwenye tai ndiye utakayetuanzishia. Na mimi naanzisha kweli. Naangalia fedha ambayo mtu hawezi kunifikia kwenye utoaji, na natamka na kiasi fulani, afu nachukua mfukoni na nampelekea. Nafikiri mhamasishaji hatafurahi sana. Kwa hiyo kilichowaua wengi, nitatoa mfano wa pili. Naona wengi leo wamechelewa kuja, tutaongeza kama dakika 15, sio mbaya, au 20. Wengi wameshindwa kufanikisha malengo au kufikia malengo kwa sababu ni wavivu, moja. Lakini pili, ni wagumu. Hata wakielekezwa kutoa fungu la 10 wanakula. Nitoa mfano mmoja, nikamwambia miaka iliyopita, jamani, wiki hii mtu ambaye hatatoa fungu la 10 na huku ni mwimbaji na huku ni mtumishi mwenzangu, itakula kwake. Wakafikiri ni mchezo. Muulizeni mama mchungaji kama hakuwaona. Aliwaona. Jamaa waliugua ukurutu. Ukurutu umetoka wapi sielewi. Kumbe ni ile hela waliokula ya fungu la 10. Hapo nilipokuwa na huruma, nilirudi kuwatibisha mimi mwenyewe. Ila niliwawekea mikono, waliugua siku 2 tu wakawa wamepona. Lakini mpaka leo nawakumbuka. Walikuwa wamezidi mno. Usiwepo mmoja wao wa hao wakorofi ambao mpaka mchungaji wako anakusona kidole. Usiwepo mtata, unapenda vitu vizuri lakini hupendi kuchangia vitu vizuri. Unapenda vitu vizuri ila hupendi kuchangia vitu vizuri vya pamoja. Siku ile nikasema hivi watu tumeahidi. Wa kwanza 1,600,000, wa pili 1,000,000, wa tatu 750,000, wa 4 500,000. Sasa tumepeana miezi 6. Sasa miezi 5 hujalipa hata 100. Kweli wewe si unakuwa mwizi? Miezi 5 imeisha, hata 100 hujatoa, au hata 30,000 hujatoa, hata 50 hujatoa. Huoni kama utakuwa mwizi? Vitu vingine mtanikubalia tu. Mtakuja kunikubalia. Vitu vingine mtakuja kunikubalia. Kwa sababu gani? Mnaviona wenyewe kwa macho yenu. Dalili mnaziona wenyewe. Loti ya pili. Moja, utajiri wa Wayahudi ni utoaji wa zaka. Moja, utajiri wa Wayahudi ni utoaji wa zaka. Wanapenda kusaidia watoto wa kizungu, wa Kifinland, watoto wa Kiswedish, watoto wa nchi za Scandinavia. Wao ndo wanaojenga makanisa huku. Wanatuma sadaka zao, watoto wadogo wanatuma sadaka zao ili zikafanye kazi huku Afrika. Na mmoja wapo ni sisi ambao tunafaidi hivi. Lakini je, watoto wetu sisi, kwani wao hawana mikono kama sisi? Sisi hatuna mikono kama wao. Ardhi yetu ina rutuba, kwa nini tusiitumie ardhi yetu sisi? Matango yanakubali, matikiti yanakubali, kuku kifuga zinakubali, mbuzi zinakubali, ng'ombe zinakubali, umbwa zinakubali, nguruwe zinakubali, kila kitu kinakubali kifuga. Au jamani, niambieni kama havikubali.
Sasa hivyo vitu kitoa fungu la 10 umezindika. Umezindika. Wengine wanasema mchungaji, unajua sisi maduka yetu tunauza, hatuwezi kujua namna ya kuhesabu mahesabu. Mahesabu yanajulikana ndugu yangu. Umeenda kuchukua mzigo wa 200,000. Mfano, umeenda dukani ukachukua duka la jumla ukachukua mzigo wa 200,000. Ule mzigo wa 200,000 una faida ya 30,000 au 20,000. Sasa kama ni 30,000 au 20,000, fungu la 10 la 30,000 au 20,000 ni shilingi ngapi? Si shilingi 3,000. Hapo utakuwa mwizi jamani. Hautakuwa mwizi. Utauza kwa kuwa dukani vitu haviwezi kuisha. Mzigo unakuja kuisha, mwingine ulishaleta mara 3. Kwa utajikuta wewe unafanya vizuri siku zote. Aheri umdai Mungu kuliko Mungu akudai. Aheri umdai Mungu kuliko wewe Mungu akudai. Mungu akikudai wewe unajua utakufa lini. Unajua mambo gani ambayo Mungu anakulinda huko mbele. Uhai wako, maisha yako, Mungu anakulinda na anakupa kipaumbele ili uonekane wa maana. Lazima tuwaige Wayahudi. Lazima tuwaige Wayahudi katika swala la utoaji. Lazima tuwaige. Lazima tutoe zaka, sadaka zote, malimbuko yote. Lazima. Kama unasali kanisa lolote lile, kanisa haliendelei kwa sababu wewe ni mgumu. Kanisa hilo unalosali wewe ni mgumu, kwa sababu usipotoa na unacho, kanisa lile linaendelea kufifia. Mchungaji yuko hoi kama naumwa, hawezi kula nyama, maana haumpi kula nyama wewe mshirika, haumpi kula nyama, haumpi kuvaa koti vizuri akapendeza, haumpi kwenda saluni na yeye akachana akasheviwa na nini, na zile nyembe za kizungu, zile mashine za kizungu. Haumpi kiwi viatu vikang'aa, haumpi suruali kanyoka vizuri kwenda kuchukua vitambaa vya bei mbaya, hawezi kwenda. Kwa hiyo mchungaji utakuta yuko hoi kwa sababu waumini wake ni wavivu, waumini wake ni wagumu, ni wanachoyo. Mchungaji anaweza kawa na shida kwa sababu waumini wake ni wachoyo. Waumini wa Kipentekoste tuamke, tuache uchoyo. Mchungaji wako ana gari, umempa mafuta hata lita 2, lini kwa mara ya mwisho? Mchungaji wako ana simu, umempa vocha, siku ngapi uliyompa vocha? Mchungaji, vocha hiyo hapa. Huko kamuulize mchungaji wako. Na mimi najua hapa natufuatiliwa na wachungaji wengi sana. Nafuatiliwa na watu dunia nzima, na Watanzania wengi wananifuatilia hapa. Uulizeni klipu hii, wape wachungaji wenu, wape washirika wenu, na wenyewe wasikilize. Nyinyi si mnaogopa kusema? Mimi sasa nafasi yangu ni ya kusema, maana uaskofu ni kulea wengine, kulea wachungaji wengine. Yawezekana kuna wachungaji ambao wanaogopa kusema, lakini tunawasemea sisi. Tuwasemee ili watoe katika shida. Nimesema lazima tuwaige Wayahudi. Nimesema lazima tutoe zaka. Si lazima tufanye kazi kwa utii na unyenyekevu kama wao. Wao wanafanya kazi usiku, na sisi tufanye kazi usiku. Utaona tutakavyozalisha. Lazima tutafute baraka. Malaki 3:9 hadi 10, naomba mmoja asome. Lazima tutafute baraka na sisi. Malaki 3:9 hadi 10. Malaki 3 mstari wa 9 hadi wa 10. Lazima tutafute baraka na sisi. Nitasoma. Soma. Ninyi mmelaaniwa kwa laana. Ninyi mmelaaniwa kwa laana, maana mnaniibia mimi. Naam, taifa hili lote. Leteni zaka kamili ghalani, ili ikiwemo chakula katika nyumba yangu. Leteni zaka kamili. Mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi,
mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni, na kuwamwagieni baraka, hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Usipate nafasi ya kutosha au la. Toeni zaka kamili. Lazima kutoa, lazima tuwege wao, lazima tuwafuate waliofanikiwa, lazima tuwaone wao. Hawa watumishi wote ambao tunasoma kwenye Biblia walikuwa ni watoaji. Hakuna mbumbumbu, hakuna mvivu, wote walikuwa ni watoaji. Tena wakitoa wanatoa kweli. Suleiman alitoa sana, Daudi alitoa sana, na kijasho kilimtoka katika utoaji. Toa mpaka jasho litoke, toa mpaka jasho litoke. 5, Wakristo wanaotoa zaka wanaelewa sheria ya majira na nyakati, na hii linawasababisha utajiri. Wakristo wanaotoa zaka wanaelewa sheria ya majira na nyakati, na hili linawasababishia utajiri, mafanikio. Wanatajirika hawa kwa sababu wanamtolea Mungu sadaka. Ndoto ya kwanza, Yusufu alimwonya Farao juu ya msimu wa miaka 7 ya njaa na miaka 7 ya shibe. Akamwambia, ujue kwamba Farao, ujue ndoto ulizoona au ng'ombe wanono nao waona, ujue ni miaka 7 ya shibe, na hao waliokonda hawa 7 ujue ni miaka 7 ya njaa. Kwa tufanye nini? Ngoja nitakuelekeza. Twende usome ndio ujue kilichofuatia pale. Mwanzo 41 mstari wa 29 hadi 31, halafu taruko taenda 41 hadi 44. Mwanzo 41, kitabu cha Mwanzo sura ya 41 mstari wa 29 hadi 31, utaruku utaenda 41 hadi utaenda hadi 44. Soma. Nitasoma. Tazama miaka 7 ya shibe, inakuja katika nchi yote ya Misri. Kisha kutakuja miaka 7 ya njaa baada yake, na shibe ile yote itasahauliwa katika nchi ya Misri. Na njaa itaiharibu nchi, wala shibe ile haitajulikana katika nchi kwa sababu ya njaa inayokuja baadaye, maana itakuwa nzito sana. Twende 41. Farao akamwambia Yusufu, tazama nimekuweka juu ya nchi yote ya Misri. Farao akavua pete yake ya muhuri mkononi mwake, akaitia mkononi mwa Yusufu, akamvika mavazi ya kitani nzuri, na kumtia mkufu wa dhahabu shingoni mwake, akampandisha katika gari lake la pili alilokuwa nalo, na watu akapiga kelele mbele yake, pigeni magoti. Hivyo akamweka juu ya nchi yote ya Misri. 44. Farao akamwambia Yusufu, mimi ni Farao, na bila amri yako mtu asiinue mkono wala mguu katika nchi yote ya Misri. Yaani mimi napenda sana uaminifu, mimi napenda sana utoaji, mimi napenda sana kunyenyekeza, kujishusha, mimi napenda sana kutumikia wengine bila kujali ulivyo. Napenda sana. Katika hili linaonyesha wazi kwamba Yusufu alimwonya Farao, akamweleza kabisa. Mambo ilipotokea tu, Farao alisaluti, akatoa amri, bila amri yako wewe hakitafanyika kitu chochote nchini. Kwa hiyo waziri mkuu wake ni uaminifu. Bwana amekuandalia kwa vile ulivyo, sio mpango yako. Mungu ana mpango na wewe. Usimame kidete, usimame imara. Hivyo ulivyo, Mungu ndiye amekuweka hivyo, na utakuwa hivyo, na utatoka katika hizo shida, katika hizo tabu, utaingia katika mapumziko mazuri baada ya kutenda mapenzi ambayo Mungu amekuamurisha kutenda.
Doti ya pili, tendo la kutoa zaka. Unakuwa umetambua majira na nyakati. Haya ni majira ya kutoa zaka kila wiki na kila mwezi. Mhubiri 3:1 mstari wa pili. Tendo la kutoa zaka, unakuwa umetambua majira na nyakati, kama kipindi cha Farao. Haya ni majira yako ya kutoa zaka au fungu la 10 kila wiki, kila Jumapili au kila mwisho wa mwezi, kwa mwajiriwa mwisho wa mwezi, kwa mtu aliyejiajiri kila wiki. Zaka hailimbikizwi, zaka haiazimwi. Usijiazime zaka, usilimbikize zaka, usijikopeshe zaka. Zaka itoe ilivyo mapema. Kuna M-Pesa siku hizi, Tigo Pesa, Mixx by Yas, kuna Airtel Money, kuna Halo Pesa. Kama unaona itakufia mikononi, ikaingiza kwenye simu, halafu irushe kwa wanaohusika, uambie nitakuja kwenye bahasha yangu namba fulani, kama wanavyofanya wengine wenu hapo. Wakishaona tu wameipata fungu la 10, wanakuja moja kwa moja kanisani. Mimi na kazi yangu mimi ni kumuuliza, bahasha yako namba ngapi? Namba fulani. Basi namba fulani, zaka yake hii, ili visiharibu na kuleta picha mbaya katika maisha yake, katika utumishi wake. Usije ukaonekana wewe ni mwizi wa zaka. Soma ile Mhubiri 3:1. Kila kitu na majira yake. Kwa kila jambo kuna majira yake. Kwa kila jambo kuna majira yake. Na wakati wa kila kusudi. Na wakati wa kila kusudi. 2. Wakati wa kuzaliwa na wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufanya nini? Wa kufa. Wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa. Lazima nyakati uziangalie. Ziangalie nyakati hizo kama zinafaa na wakati umefika kumtolea Mungu. Mungu amekupa nafasi ya kupata na kutoa zaka. Mungu amekupa nafasi mbili. Nafasi ya kwanza ni ya kupata zaka. Nafasi ya pili ni ya kutoa zaka. Zaka maana yake ni 10%. 90% unabaki unatafuna mwenyewe unavyotaka mwenyewe. B, usile zaka unapopata faida au mshahara wako unapopatikana tu, toa. Usile zaka. C, toa zaka yako kabla ya matumizi mengine. Toa zaka yako kabla ya matumizi mengine, ili usionekane mwizi, kwa sababu naye muibia ni Mungu. Toa zaka yako mapema kwenye shughuli zako, utafanikiwa. Toa mapema kabla ya shughuli zingine. Toa, kwa sababu ni 10%, ni hela ndogo. Toa mapema ukiwa bado unaziona nyingi. Wanadamu wana tamaa ya kuona kwamba ni hela nyingi, lakini itoe mapema, halafu ikae pembeni, halafu zilizobakia zifanyiwe unavyotaka wewe mwenyewe. D, usipotoa utaitwa mwizi na kulaaniwa. Malaki 3:8. Usipotoa utaitwa mwizi na utalaaniwa. Malaki sura 3 mstari wa 8. Soma. Na kwa nini wasome? Kwa sababu wanadamu wengi ni waongo, wanatunga Biblia zao wenyewe midomo yao, halafu wanaifaisha nasema ni Mungu amesema. Soma Malaki 3:8 wasikie watu. Je, mwanadamu atamwibia Mungu? Je, mwanadamu atamwibia Mungu? Lakini ninyi mnaniibia mimi. Lakini ninyi mnaniibia mimi. Lakini ninyi mwasema tumekuibia kwa namna gani? Lakini ninyi mwasema tumekuibia kwa namna ipi, namna gani? Mmeniibia zaka kwa dhabihu. Mmeniibia zaka na dhabihu. Ndio. Mmeniibia zaka na dhabihu. 9. Leteni zaka kamili. Ninyi mmelaaniwa kwa laana, maana mnaniibia mimi, naam, taifa hili lote. Ndio. Leteni zaka kamili, ili kiwemo
chakula katika nyumba yangu, mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni. Utaitwa mwizi. Epuka kuitwa mwizi, ili Mungu akufungulie madirisha ya mbinguni na wewe uweze kufanikiwa. Jambo la mwisho la siku ya leo ni 5. Ukitoa utafaidi sana, wengine wakiwa wanahangaika. Ukimtolea Mungu utafaidi sana, halafu wengine watakuwa wanahangaika. Wakati Mungu anafungua madirisha ya mbinguni, wewe ya kwako atakuwa amefungwa, kwa sababu mtolee Mungu. Toa kwa Mungu ili madirisha yaweze kufunguliwa. Naamini kwamba umenisikiliza vema. Hebu mtolee Mungu wakati wowote. Toa zaka, toa michango iliyoahidiwa na michango yote ambayo imewekwa mbele zako. Hakuna michango ambayo ni ya mchungaji atakayekula. Hapana, michango yote inafanya kazi ya Mungu, sadaka zote zinafanya kazi ya Mungu. Na usiangalie zaka yako imekwenda wapi, usifuatishe, bali zaka yako ifuatishe maombi na utakaso, kwamba Mungu nisaidie nipate zaidi cha kutolea, ili na wewe unipe vingi vya zaidi ya kutolea. Mungu akubariki na hayo. Tumtolee Mungu, tuandae zaka zetu mapema, tuandae sadaka zetu mapema, hata kabla hatujaenda kanisani. Tuandalie nyumbani, tusije kuandalia huko kanisani. Tuandalie nyumbani ili tupate baraka. Tusije tukakosa baraka, tukaja tukawa kama Kaini, tukaja tukawa kama Anania na Safira, tukaja tukawa kama yule mtu wa Ai, yule mzee wa Ai aliyeficha sadaka, ilitolewa sadaka. Mungu akubariki, Mungu akuongoze. Somo letu ndio limeanza, tutaendelea na somo letu siku nyingine, siku ijayo. Mungu akubariki. Amina. Baba mtakatifu mwenye nguvu, libarikiwe jina lako, lina nguvu milele hata milele. Neema yako, uweza wako, nguvu zako, baraka zako sigawe na wasikilizaji wote, na wakabidhi mkononi mwako, wakutolee wewe Mungu wa kweli, katika jina la Yesu Kristo. Amina. Asanteni sana kunisikiliza.